Shughuli za kibiashara jijini Nairobi zilisitishwa mchana kutwa, wafanyabiashara wakikadiria hasara ya mamilioni, huku makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama yakizidi kupamba moto. Polisi walitumia vitoza machozi kuwasambaratisha waandamanaji waliokuwa wakiingia kwa wingi katikati mwa jiji. Mwanahabari Akida Qasim na taarifa zaidi. Siku ya Jumatano, barabara za jiji la Nairobi ziligeuka kuwa uwanja wa mapambano. Upande mmoja waandamanaji waliokuwa na hasira, upande mwingine maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria kwa silaha na vitoza machozi. Taswira ya jiji ilikuwa ya kimya kinene, magari yakiwa hayapo, shughuli za kawaida zikilemazwa na maduka yakiwa yamefungwa tangu alfajiri. Kutokana na hofu ya marudio ya uporaji na uharibifu wa mali, baadhi ya wafanyabiashara hawakuacha jambo hili liwaumize tena. Wengi waliamua kuimarisha ulinzi kwa kuwaajiri walinzi wa usiku na mchana. Hata hivyo, licha ya taharuki, shughuli chache ziliendelea kwa mashaka katika baadhi ya sehemu, huku jiji likionekana kuhangaika kujaribu kupata hali ya kawaida. Sekta ya usafiri nayo haikusalia salama. Mabasi ya Kencom yalihitaji muda mrefu kujaza abiria, huku baadhi yakizuiwa kuendelea na safari kutokana na vizuizi vya polisi vilivyowekwa katika barabara kuu. Kama wasemavyo, akili ni mali, baadhi ya wananchi walitumia ujanja wao kutumia usafiri mbadala wa bodaboda, njia ambayo iliwasaidia kupenya vikwazo na kuepuka makabiliano ya moja kwa moja kati ya polisi na waandamanaji. Kawaida tukijua ni job, juu tuliona serikali imetuambia hali itakuwa fiti. Umeona? Tukajua kama hali itakuwa fiti, wacha turudi tufanye kazi kama kawaida, lakini hii ya leo imekuwa tofauti. Tangu niamke nimetoka kwa nyumba, manze nimeambia wife nimeenda kutafuta lakini leo imeshindikana. Nimefika hapa hivi tumepata bwana, hali venye unaona hivyo, tumekimbia. Tumejaribu, tangu venye nimeamka sijapata hata ndururu. Kwa Moses Etiang na wenzake, siku hii imekuwa ya hasara tupu. Ndio tunatengeneza, ndio ile unapata familia mzima imetegemea. Utapata wife ametegemea hiyo do, mtoto ametegemea hiyo do, landlord ametegemea hiyo do, kila mtu, mama mboga huko mtaani pia ametegemea hiyo do. Sasa ukiona nisipoingiza kitu leo, inamaanisha kila mtu, hiyo chain yote hakuna mtu amepata kitu, si ndio? So mimi na like daily unapata maybe sometimes my target na kuanga 2000. Na leo juu nimejua ni kubaya, nimesema tu at least nipate 1000 yenye naweza at least facilitate kwa nyumba, lakini unaona leo hatujaweza. Huku uharibifu wa mali ukishuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini, wafanyabiashara wakiendelea kukadiria hasara, vijana wa Gen Z wameapa abadan katan hawatorudi nyuma. Akida Qasim, KTN. Kwa kweli maandamano huathiri pakubwa uchumi mzunguko. Na katibu mkuu wa